Ukiangalia kwa umakini kwenye hili banda, kwenye hawa kuku, utagundua kwamba walio wengi hawali. Wengi wamepumzika, wachache sana wapo kwenye vyombo vya maji kama walivyo hawa hapa. Hii inatokea kipindi cha joto kali. Kwa mfano sasa hivi mwezi wa pili, mikoa ya Dar es Salaam na Pwani, Tanga au tuseme mwambao wa Pwani kwa ujumla, kunakuwa na joto kali sana kama unavyoona hawa kuku. Kwa hiyo katika hiki kipindi kuku wengi huwa wanakufa pia, sio kwa sababu ya ugonjwa, lakini kwa sababu ya mfadhaiko unaotokana na joto, yani heat stress. Kwa hiyo njia ambazo unaweza kuzitumia ili kupunguza hilo tatizo, moja ni kutoa maturubai au namna yote ya nguo tuseme, ambazo unakuwa umeweka kwa ajili ya kutengeneza au kuhifadhi joto kwenye banda. Kwa mfano mifuko ya chakula ile kule unaweza kuitoa ili kuongeza mzunguko wa hewa bandani. Kitu kingine unachoweza kufanya ni kuhakikisha kwamba maji hayakauki kwenye vyombo vya maji, na kama unaweza kutia mabarafu kwenye tenki kubwa la maji ili maji yaweze kupata ubaridi kwa ajili ya kuwasaidia kuku kupunguza joto. Kama una banda kubwa na ulikuwa umeweka zile partition au tuseme ule mgawanyiko ili kuweza kuwaweka kiasi fulani cha kuku, unaweza kutoa kwa ajili ya kuruhusu kuku waweze kuwa na eneo kubwa zaidi kwa ajili ya kuongeza mzunguko wa hewa, lakini pia kuhakikisha kwamba kuku wanapumua vizuri. Kwa hiyo kama banda lako linaruhusu, unaweza kuongeza space zaidi ili kuku wengi waweze kupata hewa na kupunguza joto la mwili. Kitu kingine unachoweza kufanya ni kutoa chakula wakati wa joto kali, hasa mida ya mchana. Kwa hiyo unaweza kuwawekea chakula kuanzia alfajiri saa 11, saa 10, saa 11. Kama unatumia taa unaweza kuwapa hata kabla ya hapo. Wanakula, inapofika saa 1, saa 2 unapandisha chakula, kwa maana kwamba unaondoa chakula, wanabaki na maji peke yake. Unawaacha kutwa nzima, inapofika jioni jua limepungua kwenye saa 10, saa 11, tena unawarudishia chakula, wanakula usiku kucha. Kwa hiyo unaweza kwa lugha rahisi unaweza kusema unabadilisha ratiba ya kula. Kama unawapa chakula tu kawaida mchana, basi unageuza ratiba, unakuwa unawapa usiku, mchana unakuwa unawapa tu maji, kwa sababu wakila chakula miili yao inatengeneza joto jingi. Kwa hiyo ukijumlisha na joto la mazingira, wanakuwa na joto kali, kwa hiyo wengi wanakufa. Kwa hiyo hivi ndivyo unavyoweza kufanya kupunguza tatizo la joto wakati wa msimu wa joto kali, hasa kwa wale wanaofuga mwambao wa nchi yetu, mikoa ya kama Dar es Salaam, Morogoro, Pwani, Tanga na sehemu zilizo jirani na hizo. Kikubwa zaidi unachoweza kufanya pia ni kuhakikisha kwamba una kipima joto kwenye banda lako, yani thermometer. Siku hizi zinauzwa thermometer ambazo pia wanaweka na mashine ya kupimia unyevunyevu. Kwa hiyo unaweza kuweka hiyo, halafu ukawa unaangalia lile joto kulingana na aina ya kuku na umri wao. Unaangalia kwenye standard, kwenye vile viwango vinavyokubalika, kwamba kwa mfano kwa broiler wa wiki 3 wa breed fulani, joto lao inatakiwa liwe kiasi fulani. Kwa hiyo ukiona limepanda, unajua, maana sio wote tunaweza tukajua kwamba sasa hivi joto ni kali, ila kwa mfugaji mzoefu anajua. Na katika hiki kipindi pia kuku huwa wanapunguza sana kula, yani ile idadi ya chakula wanachokula huwa inapungua sana. Kwa hiyo hizo ni baadhi ya dalili na namna ambazo unaweza kufanya ili kuzuia hili tatizo. Kwa hiyo kama nataka kujifunza zaidi, kutakuwa na namba ya mawasiliano kwenye description, lakini usisahau kusubscribe ili uweze kujifunza zaidi namna na mbinu mbalimbali za ufugaji bora wa wanyama tofauti tofauti. Asante sana kwa kutazama. Usisahau kusubscribe na Mungu akubariki.